Ni mpenzi msikilizaji wetu, na hii ni Ajira Update. Tumepokea oni kutoka kwa msikilizaji wetu, anauliza ya kwamba ngoja tuone oni alilosema. Anauliza, mimi naomba kujua mkuu, baada ya kuenda katika usaili, utarudi nyumbani na kusubiri kupigiwa simu tena au vipi? Na kama ni hivyo, inachukua muda gani mpaka kuitwa tena? Karibu sana tuweze kumjibu ndugu yetu aliyeuliza swali. Na iko hivi, tunatambua ya kwamba au unatambua ya kwamba tunapokea maswali kupitia njia ya comment. Hivyo kama una maswali, uliza ili tuweze kushare na ndugu zetu ambao wanatuzidi experience au wamesha attend katika mafunzo ya JW. Mara hiyo kama kwa mtu ambaye anahitaji kufahamu kitu chochote, tukutane kwenye comment section. Hapo ndipo tutafanya majadiliano na mimi nitatengeneza komenti yako kuwa video ili watu wengine waweze kusikia, na kama kuna mtu ambaye anaweza kuchangia point atachangia. Ndio maana nikasema hili ni darasa. Hili ni darasa. Yaani sio tu kwamba ni chaneli fulani tunaangalia, ni darasa la kujifunza mambo mbalimbali. Unaweza ukaomba ushauri wa kitu chochote na mtu ambaye ana experience atashare. Iko hivi, ndugu yetu aliyeuliza swali anatamani kujua ya kwamba je, wanaitwa au utapigiwa simu ukishaenda kwenye usaili, utarudi afu tena utapigiwa na simu? Yes, iko hivi, ngoja tumjibu. Kwa uelewa wangu, najibu kutokana na uelewa wangu. Kikawaida kwamba interview yoyote ile utakapoifanya ni lazima ungoje majibu. Na kwa nini nakwambia lazima ungoje majibu? Sababu hakuna interview ambayo utaenda moja kwa moja, yaani utapita moja kwa moja bila kuwa na mchujo. Lazima kuwe na mchujo. Sasa watakapokuita lazima uende kufanya interview. Ukienda kufanya interview, wao watakupeni ujumbe ambao unahusika. Kama watakwambia tutakupigia simu kukuita, basi watakupigia. Umenielewa? Na kama hawatakukwambia kitu au wakikwambia bana, wewe umefuzu moja kwa moja, siku fulani attend, I don't know watatumia mbinu gani, lakini kikawaida hakuna interview ambayo utatoka moja kwa moja. Tambua ya kwamba lazima ujiandae. Uambiwe kwamba njoo na kaptula ya blue, sijui njoo na pick shot, sijui njoo na viatu vya michezo. Sasa hivi hawatakwambia hivyo. Lazima ufanye usaili. Ukishafanya usaili, then ukifuzu utaambiwa njoo na vitu fulani. Lazima uwe na vitu fulani ili uweze kujiunga na jeshi letu. Kwa maana hiyo, jibu lako kwa uzoefu tu wa mimi na interviews zinavyokuaga, hata kama ni JW, lakini sidhani kama kuna usaili wa kwenda upite moja kwa moja wakufukuze moja kwa moja, hapana. Lazima watulie, wachague watu ambao wamefaulu. Na ambao watafaulu ndio wataambiwa waje na vitu fulani kwa ajili ya kwenda kwenye chuo cha mafunzo. Kwa maana hiyo, lazima wawaite na lazima ukifika utapewa maagizo. Cha muhimu wewe ni kuzingatia siku ya kwanza watakapokupigia simu, nenda sehemu husika na ujali muda waliokupangia. Kama wamekwambia saa 2 kamili asubuhi, kituo fulani, sehemu fulani ufike. Hakikisha unajali muda, jua ya kwamba hilo ni jeshi. Umenielewa? Yaani tambua ya kwamba ni jeshi. Kwa hiyo mambo yote ni kijeshi. Kwa mtu ambaye unapenda kuacha muda nyuma, yaani wewe mpaka watu wanakusubiri, oya bro, vaa basi chap twende, sijui sister vaa chap tunachelewa. Achana na hiyo issue. Asante. Nadhani swali lako nimelijibu vizuri na nimeongea mambo mengi kidogo. Kwa maana hiyo, ila short and clear ni kwamba hakuna usaili wa kwenda upite moja kwa moja usitafutwe tena. Kwa hiyo lazima wachuje. Yes.
Jibu ndo iko kama hivyo. Maybe kuna mtu ambaye ana experience tofauti na mimi na mambo ya interview inavyokuwaga. Anaweza akashare ujumbe wake kwenye comment ili watu wengine wajifunze. Chao.